Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mkubwa wa kimataifa wa Kosafa ambao tumetoka kutazama siku ya leo barani Afrika ni mtanange ambao umelikutanisha taifa la Eswatini dhidi ya taifa la Tanzania, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa mwisho kwa upande wa taifa la Tanzania, ikiwa ni break fupi ya FIFA kupisha mataifa kuweza kucheza, ambapo tunashuhudia Juni 11 mwaka 2025 majira ya saa 9 mchana pale Afrika Kusini katika uwanja wa Toyota, huku ikiwa Tanzania ni majira ya saa 10 jioni. Basi taifa la Tanzania wameweza kucheza mchezo wao wa mwisho wa Kosafa Cup kwa mwaka 2025 dhidi ya taifa la Eswatini, mchezo ambao umeweza kumalizika kwa taifa la Tanzania kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya taifa la Eswatini. Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana katika kipindi cha kwanza, kwa sababu timu hizi ziliweza kutoshana nguvu ya sare ya bao 1-1, ambapo tunashuhudia timu ya taifa ya Eswatini katika dakika 29 waliweza kujipatia bao kupitia kwa mchezaji anayefahamika kwa jina la Magagula, ambapo ndiyo aliipa timu ya taifa ya Eswatini bao la kuvutia machozi. Lakini timu ya taifa Tanzania wakaendelea kupush. Tunashuhudia katika kipindi kiko cha kwanza kupitia kwa Idi Suleiman Nado, mchezaji anayecheza katika klabu ya soka ya Azam Football Club, katika dakika ya 37 akaweza kuisawazishia timu ya taifa ya Tanzania. Tunashuhudia katika kipindi cha pili timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars wakaweza kurejea na nguvu za kutosha katika dakika ya 69 wakaweza kupata bao la pili kupitia kwa mchezaji Shekani Hamisi ambaye anacheza katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na bao hilo 1-1 likatosha kuufunga mchezo mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake. Basi Eswatini wameweza kufungwa mabao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars katika mechi ya Kosafa Cup kwa mwaka 2025. Fahamu kwa upande wa kikosi cha kwanza ambacho timu ya taifa ya Tanzania waliweza kuanza nacho, golini alianza Hussein Masalanga, namba 2 akaanza Lusajo Maikwenda, namba 3 Pascal Msindo, mabeki katikati wawili Abrahim Bausi na Wilson Nango. Eneo la kiungo namba 6 alianza Alphonse Mabula, eneo la winga namba 7 Ahmed Bipino, winga namba 8 Idi Suleiman Nado, kiungo nambari 9 alianza kuanza Shekani Hamis, mshambuliaji namba 10 Mishoni Michael na winga namba 11 Pasco Adam. Kwa tunaona hiko ndicho kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars ambacho kimeweza kucheza dhidi ya taifa la Eswatini mchezo wa Kosafa Cup, na taifa ya Tanzania kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Yes bwana, kwa mara ya kwanza Tanzania furahia ofa kubwa kutoka Rauta ya 5G. Furahia Rauta kubwa kwa shilingi 110,000. Ukinunua unapata ofa ya bando la mwezi wa kwanza bure. Bando zake kwa mwezi ni 70,000, kuwa halina kikomo cha matumizi mwezi mzima, spidi ya megabytes 30 kwa sekunde, kifaa cha kuunganisha watu zaidi ya 64, kinakamata umbali wa mita 100. Pia kuna kifaa cha Wi-Fi Pocket ndogo, kifaa kinauzwa 50,000. Ofa bando la mwezi wa kwanza bure, bando zake zinaanzia 10,000, unapata GB 10, 20,000 GB 20. Pia tumewafikia hadi Zanzibari. Wakazi wa Zanzibar watapata package ya 70,000 kwa mwezi mzima bila kikomo. Kwa gharama za uhakika watalipia 140,000, watapata Rauta pamoja na bando la mwezi wa kwanza bure. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0761 76 2559 au simu namba 0742 46 56 94. Asante.